Ramon TV, habari na burudani kiganjani mwako. Unakoenda ulikoenda huko uache. Unakoenda Kongo kwa mganga wako wewe, sisi tunataka uache kwenda. Kama ulivyokuwa mechi ya Simba uliacha hivyo hivyo, na mechi hii sisi tunataka uache. Yaani ndio tunachokitaka sisi, ndio iko. Hakuna kingine tunachokitaka. Ndio maana tukukwambia vipi ndugu yangu, kama wewe unataka familia yako ikae vizuri na unataka wewe mwenyewe uishi vizuri, basi hii mechi naye vipi kwenye utendaji huko, yani acha. Yani wewe wapige nyau. Lakini kama unaitolea macho hii mechi sisi tukasuluhu ndugu yangu, wewe basi wewe utakuwa kwenye hatari tu. Wale wadau wa soka basi ni siku ya mechi kadha zinapigwa hasa katika nchi ya Uingereza. Sasa sauti uliotoka kuisikia hapo nyuma ni sauti ya Makechelo wa klabu ya Yanga akizungumza na Kachero wa klabu ya Tabora United. Wamezungumza mengi, lakini kubwa ni masuala ya kishirikina ambayo wanakuwa wakiyakemea na kuzungumza zaidi na zaidi. Sasa undani wa taarifa hii, usitoke, usiondoke, usibanduke, ni utulie hapo hapo kwenye channel yako bora kabisa, channel nambari 1 nchini Tanzania, inayokupa nafasi ya pekee ya wewe kujua mambo mbalimbali ambayo yanakuwa yamejificha ndani lakini pia na nje nchi ya Tanzania. Sasa cha kukifanya, kama hujasubscribe channel yetu, basi fanya hivyo, usubscribe, usisahau kulike, kucomment na kushare ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, lakini pia itakuwa ni jambo la heri na sisi tutafarijika zaidi. Sasa nikwambie tu kwamba mnamo tarehe 2 ya mwezi wa 4 kutakuwa kuna mchezo baina ya Tabora United kutoka Tabora dhidi ya Young African kutoka Dar es Salaam, na mchezo huo unatarajia kupigwa katika kiwanja cha Ali Hassan Mwinyi huko Tabora. Na ikumbuke kwamba mchezo uliopita wa raundi ya kwanza Yanga alipoteza kwa mabao 3-1, na ndiyo kipigo kikubwa ambacho alishawahi kukipokea kwenye mzunguko wa kwanza. Sasa baada ya mambo kadha kutokea, basi sasa hapa anasikika Kachelo kutoka upande wa klabu ya Yanga akizungumza kwa njia ya simu na Kachelo wa klabu ya Tabora United, akimsisitiza kwamba aachane na masuala ya kwenda kwa waganga, huku akitaja kabisa kwamba waganga kutoka maeneo gani. Sasa hii inatokana na kwamba mchezo uliopita ambao Tabora United alikuwa nyumbani dhidi ya majiant wawili akiwemo Simba Sports Club, alikubali kupoteza kwa magoli mengi sana, na hii ikaibua hisia mbalimbali. Mbona Tabora yule aliyewazuia Azam FC si yule aliyewazuia Simba, wala Tabora yule aliyeshinda mbele ya klabu ya Yanga si yule aliyecheza? Sasa maneno mengi yaliibuka, lakini hapa tunaona sasa na kusikia mambo mengi yakizungumzwa kwa undani. Nisiwe muongeaji sana, wacha nikupe uondo uweze kusikiliza kwa undani zaidi, alafu niwekee kwenye comment hapo chini, utaniambia je, ni sahihi hichi kinachozungumzwa au nini kifanyike? Sasa make jana tuliongea, alafu ikao kanaambia nikutafute hii asubuhi leo. Ndio maana nimekutafuta sasa. Yale mazingatio niliongea jana umeyazingatia ndugu yangu? Kwanza mimi sijaelewa chanzo ni kitu gani mpaka nisikia hatua hii. Unajua nimesikia mpaka mtu ameweka kwenye mtandao wenu, kwenye group lenu, Dida ndio anafanya hivi na hivi, nimeshaambia na watu. Sasa sijaelewa kwamba ni kitu gani tunatakiwa tukifanye. Sisi tunataka uache unakoenda. Sisi unakoenda huko ulikoenda huko uache. Unakoenda Kongo kwa mganga wako wewe, sisi tunataka uache kwenda. Kama ulivyokuwa mechi ya Simba uliacha hivyo hivyo, na mechi hii sisi tunataka uache. Yaani ndio tunachokitaka sisi, ndio iko. Hakuna kingine tunachokitaka. Ndio maana tukukwambia vipi ndugu yangu, kama wewe unataka familia yako ikae vizuri na unataka wewe mwenyewe uishi vizuri, basi hii mechi naye vipi kwenye utendaji huko, yani acha. Yani wewe wapige nyau. Lakini kama unaitolea macho hii mechi sisi tukasuluhu ndugu yangu, wewe basi wewe utakuwa kwenye hatari tu. Unaona? Kama ndio uko Tabora uko Dar es Salaam. Uko Tabora uko Dar es Salaam. Mimi yani jana nakwambia hivyo, yani mimi Tabora leo ninaingia leo jioni. Majira saa 10 ninaingia huko Tabora. Nisikilize kitu kimoja. Ndio. Nataka nikwambie kitu kimoja, unapambana na mtu mbaya sana. Mimi kwanza kwenye Tabora sipo, lakini ukitaka kupambana kwenye vitu kama hivi, lazima utapoteza maisha. Mimi mtu mbaya. Lakini vitu mbaya. Anaanza kukwambia watu. Nisikilize kwanza. Nisikilize kwanza. Wewe nisikilize Dida, nisikilize kwanza. Nisikilize. Ulipokaa hapo kuanzia sasa hivi chunga mdomo wako.
ulipokaa kuanzia sasa hivi chunga mdomo wako, jua ambayo yani jua linawezekana lisizame alafu ukapotea ghafla. Nisikilize vizuri. Nisikilize wewe yani nisikilize ninachokuambia. Nisikilize, kuwa na adabu na heshima na taadhima. Yani ongea kwa mipaka, ongea, una ubaya. Jivunie mganga, jivunie nani? Nisikilize vizuri wewe. Kwanza ninamtangazia mtu vibaya. Kwenye Tabora mimi sipo wala sipo chochote wala mimi sielewi. Kwanza mimi nitachukulieni hatua. Chukua hatua. Wewe nisikilize. Chukua hatua. Sisi hapa unapotuona sisi. Wewe hatua yoyote Dida unaenda chukua kwa sababu sisi unatufanyia vitu vya hovyo katika timu yetu, alafu tuwezi tukakunyamazia kimya na tuwezi tukakuangalia. Hao madunduka Simba uliwaachia na ukaacha, mkauza game kila kitu, tunajua kila kitu ambacho kinachoendelea. Mulishirikiana kila kitu. Alafu wewe mechi yetu sisi inapokuja unaitolea macho. Umeelewa vizuri? Sasa nyinyi inaonekana kama mko kimpira. Amuko kimpira. Yaani mupo kwa ajili ya timu moja tu. Kwa sababu kama mko kimpira ilivyokuja Simba wewe ungeenda huko, unaona bwana, kwa waganga wenu mungeenda kwenye kuzuia, mungezuia kila jambo. Lakini ilivyokuja Simba mmeshirikiana nao, mkapade, yani mkawaachia ili wamfungeni. Inakuja Yanga Afrika, sasa hivi unatolea macho, uko tayari kutoa sadaka familia yako. Huwezi kusema neno lolote. Yani neno lolote, una ubaya na yani wewe una ujinga wowote wakati wote. Tunakuhitaji wakokote wote tunakupata Dida. Usiuze maisha yako kwa sababu ya Tabora. Sisi tunakuambia hiyo kitu. Usiuze maisha yako kwa sababu ya Tabora. Umeelewa vizuri? Sisi tumepagawa na timu yetu, natufanyia vitu vya hovyo. Unatufanyia vitu vya hovyo. Ongea. Hapo unapoongea wana viongozi wa polisi wanakusikia. Wewe hata kama akiwa kiongozi wa nani? Ni ushahidi kwa sababu nisikilize. Yani kuna ni ushahidi. Mimi ninakwambia Dida, mpango wako hebu acha kuifuatilia timu yetu na kutufanyia vitu vya ajabu. Kwanza mimi ninakwambia acha kutufuatilia sisi timu yetu. Usiseme na unaniomba. Acha kufuatilia timu yetu. Sisi tunafanywa vitu vya ajabu bwana, tunahujumiwa, tunafanywa vitu vya hovyo. Yaani wewe Dida unavunja wachezaji wetu, naenda kwa logo wachezaji wetu na wafanya vitu vya ajabu. Mbona Simba alipokuja hapo uliachia? Mbona mmeachia? Mmeauzia mechi. Sasa nyinyi hamupo kimpira. Nyinyi mmeanzisha mechi hiyo timu kwa ajili ya kuungana na Simba kuisakama Yanga. Sasa sikiliza. Si Dida tupo katika harakati hizo. Hatutaki jambo nalolifanya. Sisi tunakuambia Dida tukisuluhu mechi. Yaani usitupige mkwala kabisa. Tukisuluhu mechi wewe na sisi. Wewe mtu mdogo sana kwa sababu wewe nyau. Yaani Dida wewe nyau. Mimi ulipo hapa hata sasa hivi hata uwe na kiongozi gani kitaka kukamata hapo ulipo na ukamata. Hapo ulipo hapo. Nikitaka kukamata hapo na ukamata nyau mmoja wewe. Yaani koma kabisa usiniambie. Yaani mimi kwanza usinijibu, nijibu kwa adabu na heshima na taadhima Dida. Uwe kiongozi wa Tabora, uwe kwenye kamati ya Tabora. Kuwa na adabu na heshima. Umeelewa vizuri? Mpuuzi mkubwa. Sasa wewe endelea. Kama wewe sugu kweli tunataka tukuone Yanga asipate matokeo sasa. Kama kweli wewe sugu, tunataka tukuone Yanga asipate matokeo. Na wale wako Yanga asuluhu hiyo mechi. Wewe na sisi utatuambia kwamba ulizaliwa juma ngapi, utasema. Sio kusuluhu kwa sababu unapatana na mtu kwanza kwenye kamati ya Tabora mimi simu na utauliza kila mtu. Lakini ukipatana mimi kwa jinsi naanza kusema panya mimi ndio maana yake. Wewe upo kwenye, yani usianze kujitoa kaingia hofu. Umeelewa vizuri? Wewe kufungwa, wewe uweze kumfunga mtu katika dunia hii. Utafungwa. Wewe uweze, yani nisikilize. Shaka mtazamaji umemsikiliza kwa uzuri kabisa sakata hilo tangia linapoanza mpaka linafika hapa tamati. Sasa mimi ambacho nakitaka kutoka kwako wewe ni kuweka komenti yako hapo chini. Je, unadhani nini kifanyike ili ya masuala ya imani mbalimbali yaweze kutoweka katika soka letu? Watu wacheze mpira dakika 90, tushuhudie uwezo binafsi, tushuhudie mbungi likipigwa kwa kiwango kikubwa. Lakini vipi kuhusiana na hii issue ya kutishiana amani? Je, imekaje? Hawa ni makachero na mimi siwezi kukuambia ni nani, lakini tuishie kujua kwamba hawa ni makachero wa klabu ya Yanga sambamba na makachero wa klabu ya Tabora United. Niweke utabiri wako. Unadhani game itaishaje? Game ya tarehe 2. Nani atachukua pointi 3? Lakini ukipata na kuniambia ni nani atafunga goli la kwanza na dakika ya ngapi kwenye comment, mimi nitakupa zawadi kibao ikiwemo kujipatia jezi ya klabu yako ambayo unaishabikia sambamba na pesa taslim shilingi 50 za Kitanzania. Ukiniambia goli la kwanza litafungwa na nani na ni dakika ya ngapi?
Endelea kutazama Ramon TV na kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii ikiwemo Instagram, Twitter ambao inafahamika kama X sambamba na TikTok. Huko kote tunafahamika kama Ramon TV Tanzania. Kwa sasa sina la ziada, nikutakie tu utazamaji mwema wa kila kilichomo kwenye channel yetu. Bye bye. Langu jina ni Gift Mario, ukiniita Wonder Kid utakuwa haujakosea. Ramon TV, habari na burudani kiganjani mwako.